Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Uweze kufahamu asili ya huu mgogoro. Manake ningeuchanganya kwenye mazungumzo ya mchana, muda usingetosha kwa mimi kulizungumzia hili. Sasa nitalizungumza baada ya kupasha hii taarifa ambayo imeandikwa na vyombo vya habari, ambayo inasema kuwa madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba Irani hivi karibuni itakuwa na kombora linaloweza kupiga Marekani hayaungwi mkono na ripoti za kijasusi za Marekani na yanaonekana kutiwa chumvi. Kulingana na vyanzo vitatu vinavyofahamu ripoti za kijasusi na hivyo kutilia shaka sehemu ya kesi kuhusu uwezekano wa kushambulia Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Katika hotuba yake ya jimbo muungano kwa bunge siku ya Jumanne, Trump alianza kutoa hoja yake kwa umma wa Marekani kwa nini Marekani inaweza kuanzisha mashambulizi dhidi ya Irani, akisema Teherani inafanya kazi kwenye makombora ambayo yatafika Marekani hivi karibuni, lakini hakukuwa na mabadiliko. Vyanzo viwili vilisema kwa tathmini ya shirika la ujasusi la ulinzi la Marekani mwaka 2025 ambayo Irani inaweza kuchukua hadi mwaka 2035 ili kutengeneza kombora la balistiki linaloweza kusambaa kijeshi, ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, kutoka kwenye magari yake ya sasa kuyarusha katika satellite angani ya SLV. Ikulu ya White House ilikataa kutoa maoni yoyote. Kuna kile unakizungumza kisiasa na hili huwa ninawaambia, alafu kile unachokizungumza kiuhalisia. Haitushangazi sana kwenye kipindi hiki ambacho viongozi wa dunia wamekosa maadili. Viongozi kama Donald Trump ambaye anaropoka, anaongea tu kila kitu. Haitushangazi sana kuona hivi. Taarifa iliyotolewa na mkuu wa ujasusi wa Marekani Tulsi Gabbard, mnakumbuka mwaka jana mwezi wa 5, alitoa taarifa ambayo ilithibitisha, taarifa ya kijasusi ya Marekani ambayo ilithibitisha kuwa Irani hawakuwa na mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia wala hawakuwa wamefikia kwenye kiwango hiko. Tulsi Gabbard aliteuliwa na Trump alivyorudi madarakani, ndio aliyemteua. Lakini baada ya ile taarifa, kwenye moja interview ambayo Trump alikuwa akifanya akishutumu Irani kuwa ina mpango wa kutengeneza nyuklia, mwandishi wa habari alimwambia, mbona taarifa ya kijasusi ya kwako inaonyesha kuwa unachokiongea wewe ni tofauti na kile ambacho wao wanakisema. Trump akauliza, nani katoa taarifa? Akaambia Tulsi Gabbard ambaye ni bosi wa kitengo. Akasema hapana, haina ukweli. Siku 2 baadaye Tulsi Gabbard akabadilisha statement, akatupa taarifa ambayo inasema kuwa Iran walikuwa wanaelekea kwenye kutengeneza hilo. Yani unaona kabisa ukosefu wa maadili ya uongozi. Yani ukosefu wa maadili ya uongozi. Mara kadhaa nimekuwa nikiwapa mfano kuwa viongozi mbalimbali duniani huwajibika pale imebaki baadhi. Nakumbuka Theresa May aliresign kwenye nafasi yake akiwa waziri mkuu wa Uingereza baada ya kura yake ya maoni kushindwa. Yani ile kura ya Brexit ilishindwa, Britannia exit, ambayo ilikuwa inaitoa Uingereza kutoka EU. Alivyoshindwa Theresa, nadhani aliingia waziri mkuu mwingine ambaye naye akashindwa kuitoa, kwa sababu ni wazo ambalo umelileta, ni hoja ambayo umeileta. Sasa ukipeleka kwenda kupigiwa kura imeshindwa, unawajibika. Yani kuwa hiki nilikuwa nakitaka mimi lakini nimeshindwa, kwa hiyo unawajibika, unajiweka pembeni. Theresa May akatoka. Hata alivyokuja Boris Johnson, yeye alitoka kwa kashfa ile ya COVID na vitu vingine. Unasema kipimo cha uwajibikaji kwa kiongozi. Donald Trump anatuambia kingine, mkuu wake kitengo anatuambia kingine, halafu mkuu wa kitengo anageuza hadithi. Alitakiwa awajibike. Yani unatakiwa uwajibike.
Leo hii niliwahi kuambia story mwaka juzi ile ya Matthew Miller. Mnakumbuka Matthew Miller alikuwa anafanya kazi na Biden, nadhani ndio alikuwa mshauri wa masuala ya kiusalama, nadhani alikuwa ndio mtumishi pale White House. Katika kipindi chote amekaa mpaka Biden anatoka madarakani, yeye ndio alikuwa anaitwa plastic face. Anaongea uongo kuhusu kinachoendelea Gaza. Anaulizwa maswali na waandishi wa habari, anaongea vitu vya uongo. Leo rafiki yangu mmoja amenikumbusha hospitali ya Ahli Baptisti ile ya Gaza, ambayo ilipigwa na kombora la Israeli. Kombora ambalo lilipiga likaua zaidi ya watu 350. Awali shambulizi lile linatokea, vyanzo vya Israeli na wachambuzi mbalimbali wa kijeshi wa Israeli wanajisifu kuwa tumewapiga wanasema magaidi, walikuwa tumeua magaidi wa kutosha. Baadaye video zinaanza kutoka zinathibitisha vifo vya watoto, wanawake, wakafuta zile posti, halafu wanageuza the story kuwa Hamas wamerusha kombora wao wenyewe kwenye hospitali. Biden yuko kwenye ndege anatua Tel Aviv. Anafika, anaulizwa vipi, nani amepiga hiyo nani hospitali? Anasema ni Hamas waliopiga. Huku ni kukosa maadili ya uongozi. Sasa Matthew Miller alikuwa mmoja wao aliohojiwa wakati huo, akasema hivyo hivyo kuwa Hamas ndio anatoka kwenye nafasi hiyo, inaingia serikali ya Trump, anabadili toni zote na kauli zote alikuwa anazungumza kivingine, tena anaanza kuisema Israeli. Huu ni kukosa uwajibikaji. Huu ni kukosa uwajibikaji kwa kiongozi ambaye hana uwajibikaji. Huwezi kutubadilishia hadithi na story na kwenda huku na huku. Sasa kile ambacho Trump ametaka ukiaminisha umma wa Marekani ili wamruhusu kuingia kwenye mzozo wa Irani, tayari shirika linakanusha kuwa hilo tishio limetoka wapi. Sisi taarifa zetu hazionyeshi. Yaani tena taarifa zinapeleka mbali zaidi, zinasema kuwa ili Irani aweze kufikia hapo maybe 2035 ndio anaweza kafika kwenye kiwango hiko. Sio leo. Yaani tunazungumza miaka 9 ijayo, kwa utafiti wao ndio ataweza kurusha hilo kombora la ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, ambayo inaweza ikapaa kuruka bara moja kwenda bara jingine. Kwa hiyo pale Irani wanaposema kuwa sisi hatuna shida ya kufikia huko, it means wako right. Lakini Trump anaongea kisiasa. Inawezekana kile nilichokizungumza kwenye mazungumzo ya mchana kuwa huenda ameitumia neno hilo ili aje kulitumia kujitoa kwenye mzozo na kupata favor kwa Wamarekani kuwa tumepata makubaliano mazuri zaidi, kwa sababu Irani wametuthibitishia kuwa hakuna na wameruhusu tupekue kama hawana makombora ya kufika Marekani. Hali ya kuwa the story umeicreate wewe mwenyewe. Yani ni story umeitengeneza tu ambayo hata haikuwepo, ila umeamua tu kuitengeneza, basi iwe hivyo story. Inawezekana ndio imetengenezwa hivyo. Imetengenezwa kisiasa kwa sababu wanasiasa wana target zao za kisiasa katika kujaribu hili. Sasa kumekuwa na mvutano wa Talibani na Pakistan kwa muda mrefu. Wana mvutano kutoka kuwa maswahiba. Unajua walikuwa muda mrefu wana uhusiano mzuri. Hata kipindi ambacho Marekani alikuwa na ugomvi na Watalibani kule, hao walikuwa na uhusiano, hasa baada ya pale waziri mkuu wa Pakistani alivyokuwa Imran Khan. Imran Khan ye ni wale wanaitwa right wing. Imran Khan ni mzalendo. Hakuwa kiongozi ambaye anapokea amri kutoka Washington. Sio kama kina Nawaz, kina Shahbaz Sharif hawa ambao wao kiuhakika ni washirika wa magharibi upande wa pili. Imran Khan alikuwa ni kiongozi ambaye anapendwa sana na wa Pakistani. Unajua yeye ametoka kuwa shujaa wa cricket. Yani alikuwa ni mtu maarufu kabla. Cricket ni mchezo mkubwa sana ndani ya Pakistan na India. Huyu alikuwa ni shujaa mkubwa wa Pakistani toka wakati huo. Hata alivyoshika madaraka akawa ni mtu anayependwa mno. Hata kura ya maoni mpaka hivi sasa ndani ya Pakistani kuwa Imran Khan ndio kiongozi anayependwa zaidi. Imran Khan alivyoingia madarakani alifanya juu chini kuhakikisha kuwa Marekani anaondoka taratibu katika ardhi ya Pakistani. Usisahau kuwa mzozo wa 2001 baada ya mashambulizi ya September 11 ambao Marekani uliwapeleka Afghanistan, operation kubwa ya kuingia Afghanistan ilitokea Pakistan ikiwa chini ya usaidizi wa wakati huo Rais Pervez Musharraf. Jeshi la Pakistani ni moja ya majeshi yenye usaidizi wa karibu sana, yani wenye uhusiano wa karibu sana na Marekani sana.
Lakini uwepo wa Imran Khan ulikuwa na ishara kuwa Marekani haitakiwi kwenye hiyo ardhi. Ndio maana katika baada ya kuondolewa madarakani Imran Khan kwenye kura ya bunge, alitaja kuwa kura hii ilikuwa ni shinikizo lililotoka Washington. Katika kile ambacho Marekani walikisukuma, mtu wa mwisho kabisa kukutana na Vladimir Putin kabla ya uvamizi wa Februari wa 2022, uvamizi ule wa Februari kule Ukraine, kiongozi wa mwisho alikuwa ni Imran Khan. Kabla ya hapo Putin alikutana na Xi Jinping kwenye Olympic ya msimu wa majira ya baridi, nadhani kule walikutana China. Lakini baada ya pale Imran Khan alikutana na Putin, na baada tu ya ziara ya Imran Khan kule Moscow, Urusi ikaanzisha mashambulizi Ukraine. Kwa hiyo Westin wakaamini kuwa Imran Khan alifahamu mchezo mzima, lakini aliamua kuukalia kimya. Huyo hatufai. Kwa hiyo akaanza kupigwa zengwe, atafutiwe kila nafasi ya kumtoa kwenye hiyo nafasi. Leo hii mpaka chama chake kimefungiwa. Yaani mkono umewekwa wa kweli kweli. Sasa kuna Taliban Afghanistan ambao tunawafahamu. Walikuwa na mazungumzo na Marekani kuanzia wakati wa Donald Trump, mazungumzo yaliyofanyika Doha. Trump akafikia nao makubaliano ya kuwa Marekani itaondoa vikosi vyao ndani ya ardhi ya Afghanistan. Utekelezaji wa kuondoka ukafanywa na Biden. Miaka 20 ya uwepo wa Marekani pale Afghanistan ukaisha na kuondoka, na Watalibani wakaja kuichukua nchi kwa kasi. Wakati vikosi vya Marekani viko kwenye ardhi ya Afghanistan, hawa wanaosababisha mzozo wanaitwa TTP, Taliban Pakistan. Hawa Taliban Pakistani sio katika wa Taliban wa Afghanistani ambao wanaongoza nchi, isipokuwa hili ni kundi ambalo lilikuwa lina upinzani na Pakistani, ambalo lilianzishwa kwenye ardhi ya Afghanistan. Elewa, wakati Marekani yupo Afghanistani, kundi la TTP lilipigana sambamba na kundi la Taliban dhidi ya Marekani. Sasa hawa TTP harakati zao ambao walizianzisha, unajua wenyewe wameanzishwa 2007. Ukiangalia kuwa Watalibani wenyewe wameondolewa madarakani 2001 wakati ule kina Mula. Sasa wakati ule wanapigana na Marekani walikuwa wanashirikiana pamoja, lakini baada ya Watalibani hawa wa sasa wa Afghanistan kina Akhundzada kuchukua nchi, wakasema sisi hatuna uhusiano na TTP, japo kuwa kipindi cha nyuma walipigana pamoja. Sasa TTP wamekuwa wakifanya mashambulizi upande wa Pakistan. Jeshi la Pakistan limeisha pigana nao sana kwenye mpaka, kwa sababu ni eneo wanaloshia mpaka mkubwa sana. Limeisha pigana nao sana huko, na limeona kuwa nikiwapiga upande wa Pakistan wanakimbilia upande wa pili wa Afghanistan. Sasa Pakistani inaishutumu Afghanistani kuwa kwanza inawakumbatia TTP, pili inawapa silaha ili wafanye uasi upande wa pili. Kabul, Afghanistani, inaijibu Pakistani kuwa hatuhusiki na TTP. Matatizo ya mpaka wako na TTP ni matatizo ya ndani ya Pakistani, unatakiwa uyatatue. Yani hapa ukifananisha mchezo ni wa M23, Rwanda and Congo. Wakati Congo inaishutumu M23 inapata usaidizi wa moja kwa moja kutoka Rwanda, Rwanda inakanusha uhusiano na M23 na inawaambia Congo kuwa ni matatizo yenu ya ndani, mnatakiwa miyatatue pamoja na hao. Ndivyo ilivyo Afghanistani na wajibu wa Pakistani kuwa mgogoro wa TTP ni wa kwenu wa ndani, mnatakiwa muutatue. Sasa imekuwaje? Pakistani uvumilivu umewashinda, wakavuka mpaka kuanzisha mashambulizi ndani ya ardhi ya Afghanistan, wakilenga baadhi ya makundi ikiwemo TTP. Afghanistan wakasema kuwa huu ni ukiukwaji wa uhuru wetu, utavukaje mpaka wetu kuja kufanya mashambulizi upande wetu, tutakujibu. Ndio wakaanzisha majibizano. Haya yameanza toka mwaka jana, nadhani katikati mwezi wa 10 walipigana mwaka jana kwa kiwango kikubwa, walipigana sana na pande zote zikatokea wanajeshi wakauawa kwa pande zote mbili, huku na huku wakanani. Yani Afghanistani walichokifanya ni kile kilifanywa na Pakistani dhidi ya Iran.
Mwaka jana Irani, wakati wa maadhimisho ya General Qasim Soleimani, kulitokea shambulizi ambalo lilitajwa shambulizi la kigaidi. Watu wakafa, watu walijilipua. Ikakasirika Irani, ikasema kuwa huu mchezo ulikuwa umepikwa Arbil, kwenye ofisi moja ya Mossad iliyokula Arbil, Iraq, na ikasema kuwa waliotekeleza mashambulizi ni wapiganaji waliopo kwenye ardhi ya Pakistan. Kwa mimi nitawawajibisha. Irani ikatandika Arbil na wakaipiga ofisi ile ya diplomatic ya Mossad ilikuwa kule Arbil, Iraki, Kurdistan, na wakapiga ndani ya Pakistani katika sehemu ambazo wanataja kulikuwa kuna makundi ya wapiganaji. Pakistani ikamwambia Irani, umekiuka mkataba, yani ukupaswa kufanya shambulizi kwenye ardhi yangu. Ikajibu Pakistani, ikaijibu Irani, ikapiga, ikasema na sisi tulikuwa tunapiga makundi ambayo ya uasi yapo kwenye ardhi yako ambayo yanakuja upande wetu. Ikabidi wakae mezani, bana tuzungumze yaishe, wakatulia, yakakaa. Sasa mzozo wa mara hii ambao jana kumetokea mapigano makubwa sana, hata taarifa ikasema kuwa kuna shambulizi lilikuwa limeelekezwa Kabul, na taarifa zikaonekana zikatangaza kuwa lilikuwa limemlenga moja kwa moja mkuu wa serikali ya Afghanistan ambao unasema Supreme Leader Akhundzada. Akhundzada akatajwa kuwa amekufa. Vyombo vingi vya habari viliandika jana Hibatullah Akhundzada. Baadaye taarifa zikaja zikakanusha kuwa Akhundzada hakuwepo wakati wa shambulizi hilo linatokea, ila kuna mmoja wa majenerali, kamanda wa juu, ameuawa wa Afghanistan. Namba ya vifo haisomi sawa kwa upande wote, kila upande unadai kupoteza huku wakificha namba kiasi gani watu wameuawa, lakini raia wa kawaida wengi wameuawa. Na taarifa ambazo zimetoka muda mfupi ni kuwa Pakistani imetangaza rasmi kuwa tunaingia kwenye vita ya moja kwa moja sasa. Hivi sasa ni makabiliano ya moja kwa moja. Kiuhakika, kiuwezo Pakistani iko mbali sana kiuwezo ukilinganisha na Afghanistani, lakini kila mmoja ana sifa yake. Pakistani wamefanya vizuri kwenye mashambulizi ya anga mpaka muda huu kwa kupiga upande wa pili. Wameweza kufanya hivyo kwa sababu huo uwezo wanao. India anajua kilichomtokea mwezi wa 5 mwaka jana. Hao ni Pakistani ambao unaweza kusema kuwa wako top 10 ya majeshi imara zaidi duniani. Kwenye top 10 wapo. Kwa hiyo wana jeshi kubwa imara lenye uwezo la kisasa lenye vyote, hadi nuclear wanazo wa Pakistani. Wamefanya vizuri kwenye mashambulizi ambayo wamekuwa kilenga kwa njia ya anga. Sasa kwa njia ya anga Afghanistan sio wazuri kwa sababu silaha pekee walizozirithi ni silaha zilizoachwa na Marekani. Licha kuwa wao walikuwa na silaha zao ambazo ndio kwa miaka mingi wamezitumia. Unaweza kusema ni bunduki za kawaida na maroketi na vitu vingine, lakini ukifananisha na silaha walizonazo Pakistani wako mbali sana ukilinganisha na Afghanistan. Lakini taarifa ya uwanja wa vita inaonyesha kuwa Pakistani imepoteza karibu vijiji 15 ambao viko chini ya udhibiti wa Taliban. Unapozungumza vita ya ardhini, Taliban huwezi kuwatoa kuwa hawa wamepigana vita miaka 20 na Amerika, na Marekani mwenyewe akaamua kuondoka. Hawajaachwa, wamepigana miaka 20 kwenye vita ya ardhini. So linapokuja swala la ardhini, Watalibani wanakuwa bora zaidi ukilinganisha na Pakistan. Linapokuja kwenye vifaa na uwezo wa anga wa kushambulia kutoka huku, Pakistani wanakuwa bora zaidi. Lakini hawa watu wanapigania nini mwezi huu wa Ramadhani? Ikiwa karibu wote, yani naweza kusema 99% wanaopigana wamefunga kabisa, na hii swaumu wamefunga, lakini wameingia kwenye mapigano. Kumbuka tamko lililotolewa na msemaji wa Taliban kama wiki 2 zimepita, Zabihullah Mujahid, aliposema kuwa ikiwa Irani itashambuliwa na Marekani na Israeli, sisi wa Talibani tutaingia moja kwa moja kwenye vita ya usaidizi. Kumsaidia nani? Irani. Sasa Watalibani wapo kwenye vita na Pakistan. Unaelewa nini? Jeshi la Pakistan ni jeshi linalosaidiwa na Marekani kwa nguvu zote. Kwa nini hii vita imetoka sasa hivi? Kwa nini? Nini kinatafutwa? Kupunguza nguvu ya usaidizi wa upande wa pili, kwa sababu hata kama utazuka mzozo wa Irani hivi sasa na Marekani na Israeli, ni vigumu wa Talibani na wao kujiingiza kwenye mzozo hali ya kuwa tayari wanatoka kwenye vita au wako kwenye vita. Manake tayari nguvu moja umeitoa.
au nani ameswitch hii vita? Mimi sielewi nani ka switch hii vita. Lakini shortly kuna vita ambayo sasa inavuka mstari kwenda mbele. Kichekesho zaidi, India imetoa shutuma kali kwa Pakistani kuwa kwa nini imeanzisha mashambulizi kwenye ardhi ya Afghanistan tena katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani, watu wamefunga. Ajabu. Leo serikali ya India inazungumza kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini haiwezi kukabiliana na chuki tu ya ndani ya nchi yake, jinsi Waislamu wanavyofanyiwa na BJP, jinsi Wahindu wanavyozitendea jamii zingine. Juzi tu hapa Wahindu walichokifanya kwenye Christmas dhidi ya Wakristo. Leo India inazungumza kuhusu kuheshimu imani za wengine kwa kupitia kwa India inasema inaunga mkono uhuru wa Afghanistani na kujitegemea kwa watu wa Afghanistan. Kisa Pakistan, don't trust the politician. Hao ndio Rahby Digital, haki na ukweli.